Fellow viewers, welcome to third quarter lesson of Making Friends for God, the joy of sharing in His mission. In lesson 2, we look at how win some witnesses, the power of personal testimonies. On Sunday, we look at unlucky witnesses, and then on Monday, we look at how we can proclaim the risen Christ. And then on Tuesday, we will see how lives which has changed can make a difference. And then on Wednesday, we see how we can share our experience. And then on Thursday, we look at the power of personal testimony. Welcome and enjoy listening to this second lesson of third quarter year 2020. Thank you. Witnessing is never about us. Yes. It is always about Him. Who is Him? Jesus Christ. So for us to be good witnesses, we have to witness on Him, not on ourselves. So tukiona makuu yenye Mungu ametutendea, ndipo tutakuwa ready to witness to others. We are told that witnessing is simply sharing our story of His amazing grace. It is a testimony of our personal encounter with this God of amazing grace. So we will only share the grace of Christ on whatever He has done unto us, and that's how we can witness on Him, and that's how we can as well share the experiences that we have seen on. Katika wa key text ambao inatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 20. Tusikie inasema nini. Biblia inasema, Yes. for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Yes. Ningependa tuweze kwenda kwa maombi ili nipaswe kuweza kuingia kwa lesoni. Asante. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni. Jina lako litukuzwe na lizidi kuinuliwa milele na milele, kwa maana wewe ndiye Mungu unayestahili kuabudiwa milele na hata milele. Ni wakati mwema tumeweza kuja mbele zako kwa ajili ya kusoma lesoni ya hii wiki. Tuomba utuongoze na Roho Mtakatifu, yale ambayo tutaenda kuzungumza yaweze kuwa manufaa zaidi katika wale ambao wanaofikia huu ujumbe, na pia kwetu sisi ili tuzidi kujiandaa kwa ajili ya ufalme ambao unaokuja. Zidi kuwa nasi na ile sote ikaweze kuwa manufaa zaidi katika maisha yetu, na nikupitia jina lake swali Bwana mwombezi wetu. Amen. Wakati Paul aliweza kurudi kwa Mwenyezi Mungu, most of the people who knew him never believed. Most of the people who knew him never went even closer to him because alikuwa anatesa wana wa Mungu. Sasa wakati watu walimsikia akihubiri neno la Mungu, hata walishangaa sana. Inaweza kuaje huyu mtu pia atangaze neno la Mungu na anawaua wenye wamemjua Mungu hivi? So from there we know that other people as well can be like that. Unaweza mjua Mungu, unaweza mjua mtu asasina, but huyu mtu akiweza kupokea ujumbe kwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Mwenyezi Mungu na awe transform, wenye walimjua hawawezi amini rahisi, lakini watamuona tu vile alikuwa. Lakini we are told that somebody who has changed the life, somebody whose life had been different, mwenye ameweza kupata ujumbe kwa Mwenyezi Mungu na akarudi kwa Mwenyezi Mungu fully, we are told that his life must change. Kwa majina ni Benjamin Onduso. Daina Mola. Asante. Nashukuru sana. Na ningependa tuweze kuangalia machache tu yale ambayo tuliweza kupitia katika lesoni iliyopita. Tulipata kuona why witness. Tuliweza kuona jinsi ambavyo the opportunities ambazo ziko for salvation ambazo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ameweza kuziweka. Pia jinsi ambavyo tutaweza mfurahisha Mwenyezi Mungu kwa kufanya kazi katika shamba lake, na pia kupeleka ujumbe ambao aliweza kutuachia sisi kama Wakristo, ili na wale ambao hawajaweza kupokea wakaweza kufanya nini? Kupokea. Alafu pia tukaona kwamba jinsi ambavyo tutaweza kugrow by giving what we have gotten. Because tuseme kama uwezi ukasaidia mwenzako wakati wewe umesaidika, then it means haujasaidika kikamilifu, na ile ambayo wewe mwenyewe unataka uwe nacho peke yako, hutaweza kuwa na ile mibaraka ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutuahidi ama ameweza kutuwekea mbele yetu. So sisi peke yetu huwa na ule ubinafsi haustahili kama sisi wa Kristo. Tunafaa kupeana kile ambacho sisi tumeweza kupokea, ili ndiposa
huu ujumbe ambao tumeweza kupewa ukaweza kufikia kwa yale mataifa ambayo hajaweza kupokea ujumbe, na kupitia kwa upendo ambao ndo maana tuliweza kuona kwamba it's only through by having this love ambayo Yesu Kristo aliweza kutuonyesha pale msalabani, kuacha enzi kule mbinguni ili aje kutufidia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili tukaweza kupata wokovu. Huo upendo pia ndo tunahitaji kama sisi wa Kristo, ukaweza kutusukuma ili tukaweza kupeleka ujumbe ili wale ambao hawajaweza kuupokea waweze kuupata. Alafu pia tukaweza kuona faithfulness to Christ's command, whereby tuliweza kuona wakati tumeweza kuchagua kumtumikia Mwenyezi Mungu, then it is not a request for us to witness the death, the resurrection and also the life, na ule ujumbe ambao aliweza kutuachia kama sisi wana wake. It's not a request and it's not an option, it is a must if we really need to be on the right track and also to follow what God has commanded. And that's why actually when he is leaving, he had left his disciples. He is telling them in Matthew chapter 28 verses 18, 19 to 20, now I've commanded you because I've been given the authority over the world, and I've commanded you, not I've requested you, but I've commanded you now to go and teach all the nations, the tribes, to bring them to God. Make them disciples. Yes. Yeah. So it is a command, it is a must if we really need this salvation. Thank you. Amen. Mona, do you have something? Asante sana brother, ni kama amemaliza zote. But what I can encourage my fellow believers with, we are told that for us to grow spiritually, we have to share what we have from our Christ to others who doesn't know, and that's how we become the witnesses of Christ. So let us share. If we have a word of God, we share it to those who doesn't have, so that God can be glad, or Jesus can be glad with what we are doing and what he has given unto us. Thank you. Amen. Nami kwa upande huu ningependa kusema hivi, ama ningependa kuuliza hivi: do you have something which you can share, or which you can testify, or which you can witness that what as Christ has done for you? Ningependa kuuliza kila mmoja wetu, do you have something which you can share, which you can tell people that God has done for me this and this? That's what it means. Why witness? Why do we witness? We witness because Christ has done for us this and this. We witness because when you say kwamba Mungu amenifanyia haya na haya, hivyo ndivyo unavyo toa ushuhuda kwamba Mungu amekufanyia mengi na anaendelea kufanyia mengi. Kwa hivyo to witness is to share with some people, is to share with our fellow brothers and sisters kwamba Mungu amenifanyia haya na haya, na hivyo utukufu wa Mungu unaendelea kufanya nini? Kuonekana. Kwa hivyo katika siku ya leo ningependa tuweze kuenda moja kwa moja nikisema kwamba mwandishi leo anataka kutuambia kwamba win some witnesses, the power of someone personal testimony. Tuweze kuangalia katika our key text ambao inatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 20. Tusikie inasema nini. Biblia inasema, yes, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Yes. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ni vitu vingapi ama ni vitu vipi ambavyo umeviona na umevisikia ambavyo unaweza kuvitoa ili wenzako waweze kufanya nini? Waweze kujua ni nini Mungu amekufanyia. The power of personal testimony, giving a testimony, to stand before people, to stand before our fellow believers, to stand before our friends whom we are working with, na kusema kwamba Mungu amenifanyia hiki na hiki, Mungu amenitoa hapa na hapa,
Mungu ameniweka mahali hapa, Mungu mahali penye ananielekeza ni mahali pazuri. Mwandishi alikuwa anasema hapa kwamba there is unusual power in a personal testimony when our hearts are warmed by Christ's love and we are changed by his grace. Wakati tunaposimama na kusema kwamba as witnesses, wakati unaposimama, kila wakati tunasikia mtu akisema kwamba mtu anapotoa ushuhuda. Wengine tunaangalia tunaona labda wakati mtu anapotoa ushuhuda, huyo mtu labda ni ile njia ya kuweza kujiinua. Hapana. When somebody gives us a testimony, when somebody shares something which God has done to him or her, ni njia moja ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, na ni njia moja ya kutoa ya kuweza kuonyesha nguvu za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu kama sisi binadamu. Ningependa kusema kwamba mwandishi alikuwa anasema, although some people may experience sudden dramatic conversations like the Apostle Paul is on the Damascus road, more often conversion occurs as a person has a growing recognition of the preciousness of Jesus, a deep appreciation for his amazing grace. Ni njia moja to appreciate that God has done for me this and this. Ni njia moja ya kuonyesha utukufu wa Mwenyezi Mungu katika kwa watu. When we share, we do challenge other people. When we share, we witness God's power to us. When we share what God has done for us. At least at this period of Corona time, people have undergone a lot of challenges. Some other people may come back and realize, wajue kwamba Mungu ametutoa mahali hapa na ametuweka hapa, na ni nini Mungu anatarajia, ama ni nini Mungu ametuandalia ya kesho. Kwa hivyo wakati tunaposimama kila wakati kwa wenzetu na kuwaeleza yale Mungu ameweza kutufanyia katika maisha yetu, ni njia ya moja ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ningeweza kumkaribisha mwenzetu Mola aweze kutuendeleza katika namba hiyo ya Jumapili, na tuone ni nini mwandishi anataka tuweze kujua. Karibu. Thank you so much. Day Sunday is talking about unlikely witnesses. Yeah. We know there are some people, when we talked about witnesses, is somebody who can tell something that God had done unto him or unto her, and can be able to prophesy or can be able to narrate the story that God has changed into his or her life. Yeah. And when we are talking about unlikely, this is a person that can tell, when he or she is telling the things that God had done unto him or unto her, is a person that many people cannot trust what he is saying because of what he had been doing or sins that he had been doing. But we know that we are told that we, as the way we are sinners, tukikubali kumpokea Mwenyezi Mungu maishani mwetu, then we can be reformed and be Christians, and from there we can be able to witness, or we can be able to tell whatever we had known from this our Christ. As we can see from the book of Mark 5:15 to 20. If you start tukiangalia hapo, tunapata a person who had been possessed by demons, a man who had been possessed by demons, when Jesus is healing him. And wakati tunaona hii, tunapata ya kwamba huyu mtu alikuwa na he had demons, and these demons could not allow him to do anything good. But we see when Jesus was going wakati Mungu alikuwa kwa, sijui tutasoma hiyo Mark, tupate hiyo the story, alafu tuendelee. Mark 5:15 to 20. Bible says, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legions of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man, and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave
their region. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Thank you. Tunaweza achia hapo. Tunaambiwa ya kwamba when Jesus was they were at the seashore when he was preaching, na huyu mtu aliweza kukuja kwa Mwenyezi Mungu, and from there we see that there were multitude of people where they were, but from there tunapata ya kwamba Mungu aliweza kumponya huyu, and he cast all the demons that this person had to the pigs that were around or that were next to them. Wakati watu waliona kenye Mungu amefanya, wenye wakijiji walisikia tu kelele kwa wenye walikuwa wanaona vitu vyenye Mungu alifanya. So when these people came, they also witnessed what God had done to what Jesus had done to this person. And from there we are told that many people, most of the people never want whatever Jesus did, but most of them wali appreciate hadi wakapokea hiyo ujumbe wa Mungu. But we see that from there Mungu aliweza kumtuma huyu Mungu aliweza kumtuma huyu mtu arudi tu kwa uju. This person wanted to go with Jesus, but Jesus never allowed him to go. Why was Jesus never allowed this person to go? We are told that the man, after he had been healed, he was holy again, physically, mentally, emotionally, and spiritually. So this person, wakati alikuwa the demons were being sent away from him, he became a person of Christ, na aliweza kumpata ujumbe kwa Mwenyezi Mungu, na yeye pia alifurahia juu hizo vitu zilikuwa zinamuumia sana. So we are told that the sense of the gospel is to restore people broken by sin to the holiness for which Christ had created them. So Mungu alikuwa anamtuma huyu mtu arudi kwao ili watu wengi waweze kujua ni nini Mungu aliwafanyia huyu. Tunaambiwa ya kwamba huyu mtu alikuwa anatoka Decapolis, and we are told that the word Deca means 10 and Polis means city. So these people, it was a city of 10 it was a 10 cities. They were cities with very many people. So alijua ya kwamba wakati akienda these 10 cities, alijulikana kwa hizo 10 cities zote. Sasa watu wakimuona watamuuliza ni nini imemfanya, aliweza kumfanyia nani aliweza kumfanyia hivyo. And the name of our Christ was to be raised, ama ilikuwa inaweza kuinuliwa ili Mwenyezi Mungu aweze kupata strong believers from there. And we see that wakati huyu mtu alirudi kwao, most of the people who heard and saw walikuwa transformed na walirudi kwa Mwenyezi Mungu. And that's the reason as to why God wanted this unlikely witness to go and proclaim his will, and to go and proclaim to other people who had not believed, so that they can believe. We are told that as witnesses of Christ, we are to tell what we know, what we ourselves have seen and heard and felt. If we have been following Jesus step by step, we shall have something right to the point to tell concerning the way in which he had led us. Now, if we are Christians, we as well will be able to explain or to be witness of Christ, telling other people who have not known, so that they can as well be Christians from through us. Tukiwahubiria wao pia watajua ukweli kutoka kwa Mungu, and they can as well be reformed and be Christians. And that is the work that we are told as Christians to do. We are told that God often uses unlikely witnesses who are changed by his grace to make difference in our world. So the person you are seeing not to be likely unto you, akikwambia the word of God, just take the word of God, because that person as well, maybe he had been transformed by the grace. And if we are transformed by the grace, we can be able to witness whatever the Lord or whatever Christ has done unto our life. May God bless you. Amen. Kama mtu anaweza ongeza. Ningependa kuongeza namba hiyo nikisema hivi wenzangu, kwamba tukiangalia unlikely witness,
ni kwamba kuna wale watu ambao labda unaweza ona kwamba they cannot tell you something and you believe it. Wale watu maybe umewachukulia jinsi umewachukulia, labda tumewaona vile tumewaona maisha yao, ambapo watu kama hao unaona ni kama hawezi kukwambia kitu na ukafanya nini na ukaamini. Lakini imagine this person, vile watu walikuwa wamemchukulia kwa miaka kadhaa. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ameishi mahali ambapo ni mahali pa makaburi, na wakati alipokuwa ameishi mahali pale, nobody could believe kwamba huyu mtu angeweza kutoka pale. In these 10 cities ambapo zinaitwa Decapolis, walikuwa wanaamini kwamba huyu mtu hakuna jinsi anaweza kufanya nini, anaweza kubadilika na aweze kutoka mahali pale, kwa sababu ile miaka ambayo alikuwa amekaa pale, alikuwa amekaa miaka ambapo hakuna mtu mwenye angeamini kwamba yule mtu angeweza kufanya nini, angeweza kutoka mahali pale na aweze kuwa jinsi walivyomuona aliweza kuwa. Lakini tunaambiwa kwamba by the grace of Jesus Christ, this person he came into holy. Akakuja akawa ni mzima kimawazo, mzima kimaumbile, mzima kimavazi, na pia mzima kiroho. Ndipo mwandishi anatuambia God can change us. God can use us the way he wants us to use us. Wakati somebody comes to us and tells us kwamba Mungu amenifanyia haya na, let us believe on that, because our God is an able God, our God is a gracious God, our God is a loving God. So let us believe. And actually ndiposa Yesu akamwambia kwamba usinifuate. Kwa nini? Jesus wanted this person to go to Decapolis to witness what Jesus has done to him. Asante mwalimu. Naweza endelea. So whoever mwenye ameona uwezo wa Mungu can be able to tell whatever he has seen or whatever he has heard, yeah, or whatever he has known from that God, from Christ. So that's why we are told that whoever is transformed by the grace can be able to tell the story of our Christ. Now we are going today Monday, kama hakuna mwenye ndaongeza tena, na tumejua swali zitakuja mwisho. Inaambiwa proclaiming the risen Christ. Yes. Tukiangalia kitabu cha the same Mark verse 16, tukiangalia verse 1, tukianza verse 1, tunapata the resurrection of our Christ. Tumejua Mungu aliweza kukufa na it was on Friday when he died, and from there we are told that aliweza he was buried, then after that he took 3 days on the tomb, and on Sunday very early in the morning aliweza kufufuka na kwenda. Hiyo ukisoma hiyo Mark 16 ukisoma verse 9 inakwambia ya kwamba aliweza kufufuka asubuhi na mapema. And on that day hiyo wakati alifufuka, tunawapata ya kwamba there are some people, there are some women who went to the tomb. They were going to the tomb, that is Mary Magdalene and another Mary, alafu tulikuwa na another Salome pia alikuwa anaenda kwa tomb kuangalia Mwenyezi Mungu penye alilazwa, ili aweze so that they can nourish him with the oil that they carried. And we are told that wakati walifika kwa tomb, waliweza wakati walikuwa wanatembea, walikuwa wanawaza nani ataweza kuwatolea kile mawe yenye imewekwa kwa shimo. Juu the stone was very heavy to them, and they were just women. They could not be able to uplift the stone from the tomb ili waweze kuingia penye Mungu wako. Na tunaambiwa wakati walikuwa wanaenda, wakifika karibu wakapata mawe yalishatolewa hapo kwa tomb, na kuna mwenye alikaa hapo akijivaa na white dress. And from there when they go, huyu mtu akawaambia, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen. If you read Matthew
26:5 and 6 utapata hiyo. This person is the Holy Spirit mwenye aliweza kutoa haya mawe kwa shimo, na alijua ni nini nawaza hawa mama. Sasa aliwaambia ya kwamba the Christ that you have come to see already has risen and he has gone. Alafu tunapata ya kwamba wakati Mungu aliweza kufufuka, wa kwanza alikutana na Mary Magdalene, na wakati alikutana na yeye aliweza ku we are told that after Mary met the resurrected Christ, she ran to tell the story. Good news is for sharing, and she could not be silent. Sasa tunaambiwa sisi pia as Christians, tukipata kitu kizuri kwa Mwenyezi Mungu, we should share so that the good thing can be known by people. And that's why tunaweza pata ya kwamba day Sunday tumepata when that person who had been possessed by the demons aliweza kutumwa kwao ili aende proclaim whatever Christ had done unto him. And when we are in the Monday as well, tunapata kwamba wakati Mary aliweza kukutana na Mungu na akamfanyia mema, hakunyamaza hivyo, aliweza kukimbia na akawaambia what had happened to her. Na tunaambiwa ya kwamba alisema Christ is alive na ameweza kufufuka, na tunaambiwa his tomb was empty and the world must know it. After we too meet the resurrected Christ along the highway of life, we too must run to tell the story of good news. Good news is for sharing. So we are told that for us to know, or for us to help other people who have not known, we have to share the word of God. We have to share ukweli yenye tumejua kwa Mwenyezi Mungu. We have to be a good witnesses so that wenye wajajua can as well be witnesses, because kutokana na kenye tumefanya, kutokana na kenye wamejua, kutokana na kenye wamesikia. Umejua, if you tell somebody who has not known, and from there he or she can be able to know ukweli yenye kujua, na from there he can also be able to go and preach to other people to know to know ukweli kutoka kwa Mungu, so that many people can be transformed and do whatever is needed unto us. So our work as Christians to go and proclaim or to preach or to tell other people who had not known the Christ, so that they can as well reform and be the witnesses of Christ. Because if we are reformed by the blood of Christ, we will be able to tell whatever Christ had done unto us. And we are told that, and when they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. Most of them never believed that the risen Christ had risen really. Walikuwa wanadhani hawa watu wanawadanganya tu. Lakini from there we are told that they came to know the truth of they came to know the truth that Christ has really risen. So from there, we as Christians tunaambiwa ya kwamba if we know something good, we share it with others. And we were told that by sharing, even as we continue grow spiritually by sharing. But if we know it to ourselves and we keep it to ourselves, hata sisi hatuta grow spiritually na hatutakuwa strong. But tukijua ukweli and we be able to share it with other people, our spiritual growth will as well increase, and we will be strong in this our Christ. Sasa tukijua ukweli, let us share it to those who doesn't know, so that the name of Christ can be lifted, and we are told that Christ as well can be glad on that thing, on whatever we do for the lost to come back to him. And may God bless you. Amen. Naongeza karibu. Ningependa wenzangu niweze kuongezea kwa hiyo mambo kidogo, ikisema kwamba mwandishi hapa anasema kwamba the last time they saw him, his body was bloodied, bruised and broken. The sins of the cross were deeply etched in their minds. Now they were simply doing their duty. Sorrowfully they made their way to the tomb to embalm his body. So I want you to imagine ile sura ya wale wa mama walikuwa wamevalia wakati ule. I want you to imagine the way they looked. I want you to imagine
wale wamama vile walikuwa labda wamefunga vitambaa, na vile walikuwa wamekaa na baridi mingi, baridi ya kwamba walikuwa in their minds, walikuwa wanajua kwamba yule Yesu Kristo vile alivyoteswa na vile alivyofanya nini, alivyosulubishwa msalabani, vile mwili wake ulikuwa unakaa. Hiyo ndio that is the first picture nataka tuweze kuichukulia. Picture ya pili, when those women arrived at the tomb, na ule ujumbe ambao walioupata haukuwa ujumbe wa huzuni, ulikuwa ni ujumbe wa furaha, ya kwamba unajua kwamba malaika akamwambia kwamba najua kwamba yule ambaye mmekuja kumuona ni nani, ni Yesu Kristo ambaye hayuko hapa sasa. He has risen. That's why mwandishi anatuambia now, how do we proclaim the risen Christ? Wakaweza kuambia kwamba malaika akamwambia, but the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, he is risen. In Matthew 28 verse 5 and 6, Yesu amefufuka. Nataka nichukulie picture ya pili kwamba nataka muangalie ama tuweze kuimagine kwamba wakati waliposikia ujumbe kwamba hayuko, amefanya nini, amefufuka, walisikia namna gani? Walijawa na furaha, wakaweza kujawa na furaha. And mwandishi anaendelea kusema kwamba the women were now overwhelmed with joy. Their dark clouds of sadness faded into the sunlight of the dawning of resurrection morning. Their night of sadness was over. Gladness graced their countenances, and the songs of rejoicing replaced their tears of lament. Nataka tuchukulie hiyo picture kwamba wakati walipopokea ule ujumbe waliweza kujawa na furaha namna gani, waliweza kufurahia namna gani. Na hapo ndipoza mwandishi anatuambia kwamba hawakunyamaza, wakaweza kukimbia mbio na kuweza kueleza ule ujumbe ambao waliopata kwamba Yesu Kristo amefanya nini, amefufuliwa, amefufuka. Hawakunyamaza kwa sababu ule ujumbe uliwachoma. Kwa ule ujumbe vile ulivyowachoma, hawakuweza kunyamaza na kukalia kwamba waje tusikie ni nini ama tusikie fununu itakuwa namna gani. Walichomeka mpaka wakakimbia ile kutangaza kwamba to proclaim kwamba Jesus has risen. Wakapokea injili jinsi tunavyotarajia. Kuna wale ambao wataikataa, kuna wale ambao wataamini, kuna wale ambao wataona kwamba labda sisi hata tumefanya nini, tumejawa na wazimu. Lakini ukweli ni kwamba wakati wowote tunapopata hii injili, tafadhali tusinyamazie, tuweze kuitangaza na tuweze kuonyesha utukufu wa Mwenyezi Mungu kila wakati. Asante. Now tutaenda kwa Day Tuesday, which is talking about change lives make a difference. Yeah. Change life make a difference. We know that unaweza muona mtu vile ulimjua, lakini akiweza kurudi kwa Mwenyezi Mungu, wewe nyinyi hamwezi muona vile hamwezi muona kama Mkristo, lakini bado mtamuona tu vile alikuwa. Tunaweza kumbuka ya kwamba Paul, tunapata tukiangalia Peter na John, tunapata ya kwamba they were Christians as well wakati walisharudi kwa Mwenyezi Mungu. Na tunaambiwa ya kwamba most of the people who are Christians, who we can now call as staunch Christians, tukiangalia their history, hatuwezi amini. We are told that those believers were new in Christ and they had to tell their story. Yeah. Ukiangalia story yenye wanasema, you cannot huwezi amini eti ni huyu ndiye ananiambia hivi kwa ukweli ya Mungu na alikuwa hivi, huwezi amini. But we know very well that somebody whose life has been changed, atakuwa the life will be so different from the way it was. We are told that Peter, a loudmouth fisherman, was transformed by the grace of God. James and John, the sons of thunder, who had difficulty
controlling their tempers, Yeah. were transformed by the grace of God. Ukiangalia how these people who are now Christians, who are now we are calling the staunch Christians, tukiangalia their life histories, hatuwezi amini sahi. Tunaambiwa ya kwamba John and James could not be able to control their tempers. When their tempers was high, it was very difficult to be lowered because of their nature. But isipokuwa hivyo, they were transformed by God and by the grace of God, and being transformed, they become witnesses of Christ, and from there they can tell the goodness of the Christ or whatever they had been done for. And we are told that Thomas, the skeptic, was transformed by the God's grace. Keep silent. Notice this powerful statement. We are told that no sooner does one comes to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he had found in Christ. Tumejua ya kwamba mtu hata akiwa sinner, when somebody is a great sinner, akiweza kumpokea Mwenyezi Mungu na arudi kwa Mwenyezi Mungu, the life must change. When this life of a person changes, he will now be a witness of Christ. And from there, he will not keep quiet, or she will not keep quiet. She or he will be able to tell how he was or how she was, and how he or she is now. And from there you can see uwezo wa Mungu kwa huyo mtu. So if we see, if we hear, or if we get the stories of these Christians people, tujue ya kwamba penye wametoka ni pabaya, but where they are is now on Christ feet. Even a great sinner that you see, akipata ujumbe kwa Mwenyezi Mungu, anaweza transform the life. His life or her life can be transformed, and he can be as well a staunch Christian. So let us not judge others. We are told that you don't judge a book by its cover. Let us not judge others as well. Tuseme ya kwamba this one is a great sinner, hawezi change, hawezi transform. That is not our work. Let us continue praying to our friends. Let us continue praying to each other, so that a great sinner that we see can be transformed by the grace of God, ili yeye pia aweze kuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu, aweze kuwa a Christian, aweze Christ can aweze kutransform maisha ya mwingine, so that as well they can be witnesses of Christ, ili waweze kusema penye wametoka na penye wako sahi. And from there we see that many people can as well be transformed, so that they can be Christians, kulingana na what somebody has testified. The testimonies of people tukiangalia, they can as well bring us closer to Christ, because we know kila kitu, or all the burdens that we have tukimpelekea Mwenyezi Mungu, tunaweza kuwa freed, and we can get a easy task, so that we can be as well Christians and staunch Christians to tell and to preach unto others, so that they can as well be transformed and come back to Christ. And thank you. Amen. It doesn't mean umesoma mpaka wapi. It doesn't mean kwamba unaishi maisha ina gani. Kile ambacho kinachotegemea katika maisha yako, like Peter and John, ni kwamba they realized that they had been with Jesus. Kitu cha muhimu katika maisha yangu, kitu cha muhimu katika maisha yako ni kwamba, are you with Jesus? Are you with Jesus? Hicho ndio kitu cha muhimu. Ni kwamba nataka kusema kwamba wakati Petro na Yohana walipomponya yule ambaye walipomponya, wengi waliweza kulalamika na kusema kwamba hawa watu wamesomea wapi? Hawa watu ni watu wa aina gani? Hawa watu ni watu ambao tunawaona hapa. Lakini hawakujua kwamba these people, they were changed by Christ to make a difference. They were changed, their life was not the same vile walivyokuwa wamewajua. Kwamba ningependa kusema kwamba Petro akiitwa kwamba he was a loud-mouthed fisherman. Ni mtu ambaye angenyamaza.
Paulo sio, yani Petro sio mtu ambaye angeweza kunyamaza. Wanasema kwamba he is a loud-mouthed fisherman. Ni mtu ambaye angeweza kuroboka. Na hapa ndio aliweza kuroboka. In verse 7 inasema kwamba, and when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Ni kwa neno gani ama ni kwa jina gani mmeweza kumponya huyu? Ndiposa Petro akasema kwamba, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are charged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you holy. Akaweza kutamuka na hakuweza kunyamaza, akaweza kuambia kwamba haya yote ambayo mmeona yamefanyika kwa ajili ya nani? Wa Yesu Kristo, yule ambaye mliweza kumsulubisha katika msalabani. Ellen G. White anasema kwamba, note this powerful statement by Ellen G. White in the book Steps to Christ. No sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. Kupata ikisema kwamba sharing our experience. Here is Paul. Paul is being taken to Agrippa the king, ambapo anastakiwa kwamba huyu mtu yale ambao anayazungumza mambo ya uongo. Huyu mtu yale ambao anayazungumza sio maneno ambayo ni ya kutufurahisha. Kwa nini? These people they don't want to hear about Jesus Christ. Lakini wakati Paulo anaposimama, Paulo anasimama kitete na aogopi. Anaambia Agrippa kwamba mimi, my own life started from there mpaka mahali hapa, na sasa mahali ambapo Yesu anaponielekeza ni mahali ambapo sitakuwa na shaka ya kwamba when Paul was converted on the Damascus road, our Lord spoke to him and said, I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and the things which I will yet reveal to you. Ni mambo mengi ambao Mungu amejionyesha katika maisha yetu. Ni mambo mengi ambao Mungu anatarajia mazuri kutoka kwetu. Ni jinsi gani tutakao simama kitete na kuangazia wenzetu kwamba Mungu ametufanyia haya na Mungu ana mipango miema katika maisha yetu. Paul is sharing. Paulo anapo when he is sharing, our faith is always a dynamic experience. It is telling the story of what Christ has done for us in the past, what he is doing in our lives today, and what he is accomplished for us in the future. Paulo anasimama kwa Agrippa wakati wanapomstaki, mpaka Agrippa mwenyewe anasema kweli kama huyu mtu angekuwa mastaka yake amestakiwa huko mbele angeweza kufunguliwa. Kwa hivyo Paulo is testifying, is witnessing who Jesus Christ is in his life. Paulo anajaribu kusimama na kusema kwamba witnessing is simply sharing what story of his amazing grace. It is a testimony of our personal encounter with this God of amazing grace. Sharing our experience. We have been growing all through since our childhood.
tumekuwa tukikua, God has done for you this and this and this. Have you shared what God has done for you? Have you shared to others what God is doing to your life? Have you shared your future to other people, what plans God has for you? Kwa hivyo ni kwamba wakati Paulo alipo share that experience, kumbuka Paulo alikuwa ni muuaji vile mwenzangu alivyosema. Alisema kwamba Paulo alikuwa hataki kusikia mtu yoyote akitaja juu ya Yesu. Akaweza kuwa mpaka wakati ule alipokutana na Yesu. Na Yesu kile Mungu alichomwambia ni kwamba alimwambia, I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. God has meant to reveal to us. Na Mungu anapotaka tujue mengi, ni lazima tumpe wakati, ni lazima tumpe nafsi yetu, ili aweze kujidhihirisha na sisi tuweze kudhihirisha kwa wenzetu. Hapa tumeweza kuangalia Petro and Yohana, jinsi walivyosimama na kusema kwamba huyu mtu amekuwa mzima kwa ajili ya Yesu Kristo, yule ambaye mliyemsulubisha, yule ambaye mliyemfanya nani, mliyemjeruhi na kumsulubisha katika msalabani. Pia tumeangalia Paulo anaposimama kwa King Agrippa akisema kwamba what Jesus has done to him, who is Jesus to his life. The aged apostle, where from his missionary journey and battle scarred in the conflict between good and evil, stands there, his heart filled with God's love and his face radiant with God's goodness. Whatever has happened in his life, whatever persecutions and difficulties he has experienced, he can declare that God is good. Let us declare that God is good in our lives. Let us know and testify what God has done for us. Actually, Paul's testimony of how Jesus changed his life had a powerful impact on a godless king. Kumbuka vile Paulo alipojieleza na akaeleza vile Yesu anataka kumtumika, na akaeleza mahali ambapo Yesu amemtoa. It have almost changed Agrippa's mind, the whole king. It almost, wanasema there is no witness as effective as a changed life. Somebody who has been changed. We have been changed here, but we don't want to change others. We can change others through Jesus Christ. Ndiposa mwandishi anasema kwamba even godless kings are removed by lives transformed by grace. Even if we don't have as dramatic a story as Paul, we all should be able to tell others about what it means to know Jesus and to be redeemed by his blood. Nataka niwaambie wenzangu kwamba Mungu, na hakuna yoyote hapa atasimama na kusema kwamba Mungu hajamtendea. Mungu ametendea kila mmoja wetu. Mungu ameongelesha kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu miongoni hapa Mungu ameweza kumtendea makuu. Unanyamazia ama hayo makuu ambayo amekutendea, unaweza simama na kuambia wenzako Mungu amenitendea haya na haya, so that it can change some other people's lives. You see, Paul's life is going to change. Mwandishi alikuwa anasema it almost changed Agrippa's mind. Mwalimu, niko na kuongeza tu kidogo sana, na napenda kusema hivi. We are as Christians,
we can face some persecutions as we proclaim or as we witness as Christ as our personal savior. But we are told that tukiangalia the stories of these people, tunapata kwamba mwenye ameshakubali kumpokea Mwenyezi Mungu maishani mwake na amekubali kufanya kutenda mema kulingana na Mwenyezi Mungu, he or she has to face the persecutions. But we are told that whatever we face when we are proclaiming the truth of Christians that we know, let us not be afraid, because our Christ will stand with us. Tukisha kuwa good witnesses of Christ, tutaweza we will be able to proclaim or to tell others makuu yenye Mwenyezi Mungu ametutendea. But if we can feel kama tunaweza face the wraths or we can face the oppositions from other people, tusitetemeke, let us not be afraid. Tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko nasi na popote penye tuko, whatever we do, he will stand with us forever. And let us have the courage of doing what is good and be a good witnesses of Christ, so that we can transform other people's hearts to come to Christ. Thank you. Ningependa kumaliza nikisema hivi. Hii injili sio rahisi. Kuhubiri injili ama to give a testimony sio kazi rahisi. Nataka niwaambie wenzangu kwamba kuna wale ambao hawatatuamini kama. Kuna wale wa kutua moyo. Lakini jambo la muhimu ni kwamba tusife moyo. Look at when Paulo stands before Agrippa, King Agrippa. Wakati anapoongea, there is this person ambao anaitwa Festus. Festus anamwambia, wewe umejawa na kijana. Umekuwa, let me read. Inasema kwamba in verse 24 chapter 26 inasema kwamba now as he thus made his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you are beside yourself. Much learning is driving you mad. You see, much learning is driving you mad. What are you saying? What are you talking about? Are you normal? Kuongea before the king what you are talking about? You see, actually, akamwambia you are running mad because maybe you have learned more. Tunaweza kupata vikwazo. Na vikwazo ambavyo tunavyopata sio kwa kutoka mahali popote. Ni kutoka kwa wenzetu wale ambao tunaozungumzia. And then anasema kwamba in 25, but he said, I am not mad, most noble Festus, but speak the words of truth and reason. Kwa hivyo akaweza kumwambia kwamba I'm not mad. When we encounter such kind of challenges, huwa tunakufa moyo na kusema sasa waje tuende tukae. Hapana. Wakati tunapo, you see, Paulo is answering immediately Festus akimwambia kwamba I'm not mad. Can you say the truth of the word and the reason? Kwa hivyo I'm normal, I'm okay, don't think I'm mad, I'm not mad. Kwa hivyo tunaona kwamba for the king before whom I also speak freely knows these things, for I am convinced that none of these things escaped his attention, since this thing was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do believe. Then Agrippa said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. You see, actually imefika mahali ambapo Agrippa anasema you have almost persuaded me to become a Christian, kwa sababu ya yale ambao Paulo aliweza kufanya nini. Na wengine wakifikiri kwamba Paulo is not normal, but Paul is normal. We can encounter a lot of challenges, we can encounter a lot of obstacles ambazo zinaweza tufanya tukufe moyo, lakini la ajabu ni kwamba, ama la ukweli ni kwamba tusife moyo. Mungu hapo na sisi, na ni sio sisi, ni Mungu atatutumia ili tuweze kuifanya kazi yake. Naweza kuwashukuru kwa
usikivu mwema. Naweza kuwashukuru kwa kuweza kushirikiana, na pia hii ujumbe uweze kutuingia ili tuweze kuikamilisha, Mungu aweze kukamilisha kazi yake kupitia kwetu. Asante. Shukrani kubwa tunakurudishia kwa ajili ya kutuongoza, ukatupea usikifu mwema wakati ambapo tulikuwa tunaanza lesson discussion hadi tukafika itamati. Ni asante kubwa tunakurudishia. Tunakuomba haya yote yenye tumediscuss yawe manufaa kwa maisha yetu na iweze kututransform sisi pia tuweze kuwa mwaminifu kwako, na hii ujumbe yenye tumeweza kupass kwa wenzetu iweze kupata manufaa kwao, na waweze pia wajue na wafanye kulingana na matarajio yao. Kwa sasa tunakuomba uzidi kuwa nasi hadi tukutane kwa siku nyingine tena yenye imepanga ni vizuri. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Thank you. Asante sana.